الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والإخلاص له في القول والعمل. معاشر المسلمين، أنكم ومن الإسلام، hakika nahusiana na kuhusia nafsi yangu katika sala nzima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwa katika siri na kumcha Allah ukiwa waziwazi, ukumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ikhlas lahu fil qawl wal amal, na Allah subhanahu wa ta'ala ukamtakasia kwa matendo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anastahiki kutakasiwa kwake yeye, wa ikhlas, ukawa na ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukakosa kuwa na ikhlas kutakasa matendo ya Allah, ibada za Allah ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anastahili kufanyiwa, ukawa hujatakasa kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Natakikana kwa waja watakasa matendo yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake cha kutukufu, Allah anasema, enyi mlioamini, ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokana na moto wa jahannam, waquduha an-nas wal hijara. Allah subhanahu wa ta'ala akahusia moto wa jahannam, ya kwamba moto wa jahannam kuni zake watakuwa ni watu na mawe, ndio zitakuwa kuni za moto wa jahannam. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na moto wa jahannam, lakini Allah akawa ametuamsha sisi tusiokoe nafsi zetu na tuokoe na nafsi za watu wetu kutokana na moto wa jahannam. Nasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, nyote ni wachunga na nyote mtaulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kitu gani mlikichunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fal-imam ra'in wa huwa mas'ul. Imam, kiongozi, ni mchungaji, ataulizwa mbele ya Allah kile ambacho alikichunga. Wa-rajulu ra'in, na mwanaume ni mchungaji, ala ahlihi, kwa watu wake, wa huwa mas'ul, na yeye huyo mwanaume ataenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atamuuliza kitu gani alikichunga mwanaume huyu. Wal-mar'at, na mwanamke, ra'iyatun, ni mchungaji, ala baiti zawjiha, katika nyumba ya mume wake. Mwanamke anatakiwa awe ni mchunga, wa hiya mas'ula, na huyu mwanamke ataenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu gani ambacho mwanamke huyu alikichunga katika nyumba ya mume wake. Hasa mwanaume na yeye ataenda kuulizwa kitu gani alikichunga kwa watu wake. Vipi aliwafundisha aqida iliyokuwa sahihi, aqida ambayo aqida hiyo inatakikana kila mwanaume ambaye ni Muislamu
aifundishe familia yake akida iliyokuwa salama, na aifundishe familia yake tauhid, azingatie tauhid, hasa katika zama zetu hizi, zama ambazo ni zama za fitna. Wal-iyad billah, kullukum ra'i, nyote ni wachunga. Yaqulu sallallahu alayhi wasallam, nyote mtaulizwa kwa Allah kila ambacho mlikichunga aliyokuwa mmepokuwa hapa duniani, mlichunga kitu gani? Yaqulu الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى akiwa anasisitiza juu ya kuwalea watoto katika akida zilizokuwa salama, hasa katika zama zetu hizi. Watoto akida zao zinaharibika, wal-iyad billah, watoto akida zao zinaharibika, wazazi wamesahau jambo la kuwalea watoto wao katika akida zilizokuwa salama. Watoto wametupeleka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wazazi pia na wao wametupeleka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ العلامة رحمه الله تعالى ابن القيم anasema man ahmalat alayhi waladuhu ma yanfa'uhu wa tarakahu sunan faqad, anasema Sheikh ya kwamba yule ambaye atapuuza jambo ambalo bila kumfundisha mtoto wake, jambo la yale ambayo mtoto wake yanamnufaisha, mtu huyo akawa amepuuza. Man ahmalat alayhi waladuhu ma yanfa'uhu wa tarakahu sunan فقد أساء إليه غاية الإساءة. يقول الشيخ العلامة يقول ما yule ambaye mzazi yule ambaye ataacha kusimamia mtoto wake katika mambo yale ambayo yanamnufaisha huyo mtoto, akaacha kumfundisha mtoto wake yale mambo ambayo mtoto ananufaika nayo, miongoni mwa mambo hayo ni kumfundisha mtoto aqida iliyokuwa salama, na kumfundisha mtoto tauhid na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kumfundisha mtoto katika akida iliyokuwa salama, ambayo akida imesalimika, mtoto wako atakuwa katika makuzi ambayo makuzi yaliyokuwa mazuri. Anasema kwamba huyu mtu atakuwa mdhulumu mtoto wake ghayat al-isad, udhulumaji uliokuwa mkubwa, udhulumaji uliokuwa juu, atakuwa mdhulumu mtoto wake. Yule mtu ambaye ameacha jambo la kumfundisha mtoto wake akida iliyokuwa salama na kumfatilizia mtoto wake katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mzazi huyu ajue kwamba ataenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuuliza kunako mtoto wake huyu mtoto wake ni amana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ataenda kuulizwa kila alichomchunga huyu mtoto, alimchunga vipi mtoto wake. Anasema Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, na yeye akiwa anatilia taarifa kumfundisha mtoto akida iliyokuwa salama na kumfundisha mtoto katika tauhid ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. anasema Sheikh taalimu al-aulad al-aqida wa tauhid, kumfundisha mtoto aqida na tauhid, kumfundisha watoto aqida na tauhid, huwa al-asas najatihim fi dunya wal akhirah. Huu ni msingi kwa wao, msingi wa kuokoka hapa duniani na kuokoka kesho akhirah, ndio msingi wao. Mtoto akiwa na tauhid ya kumdosha Allah subhanahu wa ta'ala, na mtoto huyo akawa umemfundisha katika makuzi ya akida iliyokuwa salama, akida ambayo imesalimika, basi ndio msingi wa kufuzu kwake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna chochote kitakachomsaidia mbele ya Allah isipokuwa mtoto huyo aende kwa Allah aliyekuwa anajua, mtoto huyo amesoma, ana elimu ya sheria, ndicho kitakachomsaidia mbele ya Mola wake. Na wewe mzazi, ukiwa utazembea tuna kumfanyia mtoto wako katika makuzi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia na kuyapenda, jua kwamba siku ya kiyama huyu mtoto huyu utakuja kuulizwa juu yake, nini ulimfundisha huyu mtoto katika akida na tauhid, na vipi ulimsimamia huyu mtoto. Wewe ni mchunga wa huyu mtoto wako, utaenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala kusema, fa kaifa yakunu alwalid, vipi anakuwa mzazi rayan, mzazi ambaye anakuwa ni mchunga wa kweli salihan, na huyo mzazi huyo akawa ni mchungaji alikuwa mzuri, mchungaji ambaye anamchunga mtoto wake na anaichunga familia yake katika taa za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa la ya'lamu waladuhu kaifa yusalli, na huyo mzazi akawa amfundishi mtoto wake vipi asali, mtoto wake hajui namna ya kusali. Mzazi huyo akawa anasema kama mimi ni mchungaji ni mzuri, na mimi ni mtu aliyekuwa mwema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyekuwa mtoto wako hajui namna ya kusali, mtoto wako hajui namna ya kusali, wala mtoto wako wala yana maana la ilaha illa Allah,
wala mtoto wako hajui maana la ilaha illallah wala yahfadhu kitaba rabbi, na mtoto wako hajui kitabu cha Mola wake na fananaje Al-Qur'an Al-Karim, mtoto wako akao hajui Qur'ani na fananaje na msingi wa Qur'ani kwa vipi na kusoma Qur'ani na somaje, mtoto wako akawa hajui mambo hayo, alafu na wewe unasema kwa mimi ni mchungaji, wewe utakuwa sio mchungaji wa kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi wewe utakuwa unafanya mizaha na istihzaa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfundishe mtoto wako katika makuzi ambayo yanamsalimisha mtoto wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na katika yale ambayo yanamnufaisha hapa duniani na huko akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mzazi huyu atakuwa hajamtendea wema mtoto wake, na mzazi huyu atakuwa amemdhulumu mtoto wake ukomo wa kumdhulumu udhulumaji ndio kwa juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumnyima haki yake ya ilmu, kumnyima haki yake ya ilmu. Hasa katika zama zetu hizi, zama zimebadilika, mujtama umeharibiwa, wal billah, watu wameharibu mujtama, watu wamepuuza jambo la kuwafundisha akida watoto wao. Mtu anafikia umri ule wa baligh, mtu anakuwa ni baligh mukallafin, anakuwa mtu sasa amekazisha na sheria Allah subhanahu wa ta'ala, tayari ameshakaribisha na sheria, lazima afuate maamrisho na aache makatazo ya Allah ambayo amemkataza. Lakini malasafu shadid, mambo ambayo yanakusikitisha mbele ya Allah, mtoto afikisha miaka 15, miaka 17, miaka 18, mpaka mtoto huyo afikia katika umri ambao anaingia katika majukumu. Mathalan, mtoto huyo anaoa, lakini mtoto huyo hajui swala wala hajui nini maana ya la ilaha illallah, alafu ni Muislamu na mzazi wake ni Muislamu na amekuja katika Uislamu. Si kwamba amesilimu mtu huyu, hapana, mtu huyu amezaliwa katika Uislamu na wazazi wake ni Uislamu, lakini anafikisha miaka ya kukalifisha na sheria, bado hajajua maamrisho ya Allah, mpaka anaingizwa mwanadamu, bado mtu huyu ni jahil, bado ni mjinga, wakati alikuwa na fursa za kujifunza na wazazi wake walikuwa wanajua, na wazazi wake walikuwa na fursa za kumsaidia mtoto wao akakuwa katika makuzi yaliyokuwa salama. Katika zama zetu hizi watu wanaharibu mujtama. Mtoto miaka 15 afanya mambo machafu, mambo ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ambayo hata kuyaona unakuwa na aibu. Lakini katika zama zetu hizi mambo yanakuwa halali waziwazi, watu wanafanya waziwazi. Umri mdogo tuna Muislamu, mtoto wa Kiislamu anajifunza katika Uislamu, lakini achafua dini ya Allah na anachafua neno la Uislamu, anachafua kwa sababu msingi katika familia na msingi wa kwake yeye. Yule mtu ambaye ameshafikisha umri wa baligh, ni lazima anatambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea maamrisho ambayo alikuwa yafuate, kama sala tano, wama umiru illa an ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fadhalika dinul qayyim. Yaqulu Allah azza wa jalla, Allah aamrisha waja wake isipokuwa wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa tauhid, wala tauhid iliyokuwa sawa sawa ambaye alikuwa nayo baba yetu Ibrahim, Allah amridhie na amrehemu, ambaye alikuwa ni hanifia, kumili katika tauhid na kuacha shirki, ndio tauhid. Maana hunafa, Allah subhanahu wa ta'ala sema wa yuqimu as-salah, na msimamishe sala, watu wasimamishe sala, wa yu'tu az-zakah, kama huwa ni wajibu kwa kila Muislamu kusimamisha sala tano. Mpaka Imam Ahmad rahimahullah akasema yule mtu ambaye hata sala moja ni kafir, mtu huyo atakuwa ni mkufuru Allah, kuonyesha uzito wa sala. Lakini mtu akia mpaka yule bale jambo la sala ana balina wala ya billah, mtu akia umri bale hajui kusali, hajui maamrisho ya Allah, dini anamwamrisha Mola wake, wala ya billah. Ni katika zama zetu hizi, zama za fitna, na usiende kusema nafsi yangu kwa Allah,
watu ambao wana umri mfano wa umri ambao ninaamini hapa katika mazingira yetu haya hawajisana wao na wazazi wao wako bado wako hai, lakini wameshindwa kutilia umuhimu katika jambo la kurudi kwa Allah. Kila siku watu nazika, watu nawazika, hatujui wanaenda wapi, wanaenda kumjibu Allah kwa sababu kupuuza jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutilia umuhimu katika mambo ambayo yanaisha. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainahum wa takadurun bil amwal wal aulad. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, haitakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni michezo. Maisha ya dunia ni michezo na matamanio. Maisha ya dunia naisha wal billah. Sisi tunarudishwa mwanadamu ambako sisi tumetokea huko, tumeumbwa kutokana na udongo na sisi tunarudishwa katika udongo. Tunaenda kumjibu nini Mola wetu aliyakuwa dini yake ndio hiyo? Tumeiacha na kuipa mgongo, tumeacha kuamsha watoto wetu katika swala zima la kumcha Allah na kufuatilia katika tauhid na aqida. Maulama wamesherehesha, vitabu viko, watu ambao wamesoma, marakis zipo, lakini wazazi wameshindwa kuwapeleka watoto wao katika marakis za kutafuta elimu ya sheria. Mpaka mtu afikia katika umri wa bale, mtu huyo bado hajapata maamrisho ya Allah, mpaka anaingia katika majukumu hasa katika upande wa vijana wa siku hizi. Vijana wa siku hizi jambo la kutafuta elimu liko mbali nao. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mashara almuslimin, enyi wana wa Islam, na wahusia na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kuji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiuliza na kutafakari kwa wale ambao tulikuwa nao na walikuwa ni vipenzi vyetu, tulikuwa tunawapenda sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala tayari kadhaa yao alishaandika na kadhaa yao imefika. Allah subhanahu wa ta'ala watu hao akawa amewachukua, na sisi tulikuwa tunawapenda, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewachukua. Jawab, innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawm al-qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika wewe ni maiti, wewe utakufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innahum mayitun, na watu watakufa, wafuasi wao na wao ni maiti kama wewe. Thumma innakum, kisha nyinyi mbele ya Allah yawm al-qiyamah, siku ya kiyama. Sasa pale umesimamishwa mbele ya Allah, umesubiri kuhesabiwa matendo yako, umesubiri uhesabiwe. Unaona unahesabiwa na matendo yako wewe matendo yako yakawa hayajakamilika, haliyakuwa umemdhulumu mtoto wako, utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Na mtoto wako anakudai kwamba baba mimi alinidhulumu, haki zangu kupata haki za msingi, kupata elimu ya sheria, ukawa umemdhulumu Allah. Thumma innakum yawm al-qiyamah, siku ya kiyama Mola wenu mtaanza kuzozana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyakuwa duniani mlikuwa na fursa, lakini mlipuuza, mlianza kusema kwamba wale ambao wanatafuta elimu ya sheria wamepitwa na wakati. Hizi ni zama za teknolojia, zama za kisasa, mkaanza kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa sisi ambao ni salafijini, sisi tunafuata wale waliotangulia, hatufuati zama, tunafuata yale ambayo walikuwa nayo wale ambao wametangulia katika sunna zao, ambao ni masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Sisi tunafuata hao, na masahaba walikuwa wanatilia umuhimu wale ambao ni wema waliotangulia, kufundisha watoto wao aqida iliyokuwa salama na tauhidi ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika jambo hili letu hili, vijana walikuwa wengi wametupa jambo hili na wameliacha, wameona kwamba kutilia umuhimu katika maisha ya dunia na kumwasi Allah ndio jambo ambalo ni bora kwa wao. Yaqul Sheikh rahimahullah Ash-Shafi'i anasema
anasema isbir ala murra aljafa min muallim fa inna rasuba alilm fi nafaratihi wa man lam yadhkur murra at-ta'allum sa'a tajarra dhull aljahl tura hayatihi wa man fatahu at-ta'lim waqt shababi fakabbir alayhi arba'a wafatihi وذات الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكون لا اعتبار بذاته akiwa anaelezea ule umuhimu ambao umetupatikana katika jambo hili la kutafuta elimu ya sheria. Imam Shafi akiwa anawapa subira wale ambao tayari wao wameshafika katika jambo hili la kutafuta elimu, akisema isbir ala murra aljafa min muallim, isbiri katika yale ambayo yanakupata yale maudhi ambayo yanatoka katika mwalimu wako. Ukipata maudhi katika mwalimu wako subiri, basi akaa wewe ipo siku moja ambapo utakuja katika majlis na wewe utakuwa rais katika hiyo majlis. Anasema Sheikh rahimahullah kwamba isubiri katika yale ambayo yanakupata, fa inna rasuba al-ilm fi nafaratihi. Ukupata elimu ni katika kule kusota, elimu haipatikani kwa kustarisha kimwili, takiwa usote. Na akiwa anaelezea wale ambao wao wameacha jambo hili la kutafuta elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema wa man lam yadhkur murra ta'allum sa'a, yule ambaye hajaonja ladha ya elimu kwa dakika chache, saa moja, sekunde chache, tajarra dhul al-jahl tula hayati, mtu huyu atakuwa amejaza ujinga maisha yake yote. Mtu ambaye amedharau jambo la kutafuta elimu ya sheria. Hapa ni elimu ya sheria, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, ni elimu ya sheria. Akisema wadhatu al-fata wallahi bil ilmi wa tuqa, heshima ya kijana wallahi napo kwa Allah, akiapo kwa Allah ya kwamba heshima ya kijana wallahi bil ilmi wa tuqa. Kijana lazima au mcha Mungu na awe na elimu, ndio heshima ya kijana, si kuwa na mali nyingi, kuwa na milioni nyingi. Lazima kijana heshima yake awe na elimu na awe ni mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha lam yakun la ikbal li dhati, ikiwa mtu huyu atakosa mambo haya mawili, al-ilm wa taqwa, mtu huyu akawa msahihi na ucha Mungu mbele ya Mola wake, atazingatiwa la ikbal li dhati. Mtu huyu atazingatiwa ile heshima yake, na kama una heshima atazingatiwa, kwa sababu anakosa vitu vile ambavyo ni muhimu, ambavyo lazima ndio safari yake aifungasha ndani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maswali matatu yenyewe ambayo yanauliza kabrini, lazima uwe na elimu, umjue Allah na umfuate Allah yale anayokuamrisha. Lazima umjue Mtume sallallahu alaihi wasallam, ufuate maamrisho ya Mtume. Lazima ujue dini ya Uislamu kwa dalili, ufuate kile ambacho Uislamu unakuamrisha katika adabu zake. Lakini katika zama zetu hizi watu wengi wamekita sana katika maisha ya dunia, wametasala katika jambo la akhira na kutaadab bil adab al-islamiyya, kwa na adabu za Kiislamu imepotea katika zama zetu hizi, wal iyad billah. Wa man lam yadhkur murra ta'allum sa'a tajarra dhull al-jahl tula hayati, wa man fatahu at-ta'lim waqt shabab fakabbir alayhi arba'a wafati. Anasema Sheikh kwamba yule ambaye atapoteza wakati wake wa kujisomea elimu ya sheria akiwa kijana, mtolee takbira 4, huyu ni maiti, huyu tayari amekufa, alikuwa anatembea. Fakabbir alayhi, mtu ambaye anatoa takbira 4 huwa ni maiti, ndio tunamswalia takbira 4. Tukishamaliza pale tunapata kwenda kuzika. Yule mtu ambaye atapoteza wakati wake wa kujifunza alikuwa ni kijana, fakabbir alayhi arba'a wafati, mtolee takbira 4 za kufa kwake mtu huyu. Mtu anakuwa ameshafariki zamani kwa sababu ya kuacha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Imam Shafi rahimahullah akaelezea ubora wa kutafuta elimu, akasema ta'allam mastata'ta takun amira, jifunze kadri mwezavyo wewe utakuwa kiongozi. Wala takujahilan tadqa asira, usiwe mjinga wewe, usibaki atakuwa ni mjinga, utakuwa mtumwa maisha yako yote mpaka unakisha mwana ndani atakuwa ni mtumwa. Ta'allam kila yawm harfa ilmi, jifunze kila siku elfu moja ya ilmu. Taradduhala kulluhum hamira, na utaona wajinga wote ni mapunda. Na ndo zama zetu hizi ziko tunawaona, yeye katika kila upande yupo, atulizani katika upande mmoja, yeye anafuata kokote anaenda, kwa sababu hajawa anafika katika dini yake, hajasoma dini yake ya sheria, atasoma elimu. Mtu huyu maulama wengi wameelezea juu na jambo la kutafuta elimu ya sheria
aqida kusaisha aqida na tauhid. Sasa katika zama zetu hizi watu wamemwacha kumwamini Allah, wameamini mambo ambayo ni kitabuti, mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wameelezea maulama ndio kutafuta elimu ya sheria. Mpaka Imam Shafi anasema mtu ambaye atapoteza ujana wake aliyakuwa kutafuta elimu ya sheria, huyo mtu mtolee takbira 4, ameshafariki huyu. Alayhi madrasa kullu fakhrin fastakhir. Elimu ni dirasa, kila mtu anatakiwa ainwe anye kwenye darasa elimu ya sheria, elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu anatakiwa asome elimu ya sheria. Kabrini naenda kuuliza maswali, unaulizwa man rabbuk, nasema la adri, sijui mimi. Nilisikia watu wanasema kwamba Allah ni mola wako, na mimi nikasema Allah ni mola wangu. Man nabii, la adri, sijui mimi. Nilisikia watu wanasema kwamba mtume ni Muhammad, mtume wako ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mimi nikasema vile vile. Maadimu la adri. Hivyo adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almuslimun inaanzia hapo ila atakuma saa, mpaka kinasimama kiyama, bado unaadhibiwa katika kaburi lako, bado unaadhibiwa kwa kuwa ulikuwa na fursa ya kutafuta elimu, lakini wewe ukapuuza. Ulikuwa na fursa ya kuacha watoto wako umewafundisha akida zilizokuwa salama. Lakini sisi ambao tumeshajua akida na tauhid kisawasawa, tusitafue dini ya Uislamu. Takiwa tulinde dini ya Uislamu, tuipe heshima yake dini ya Kiislamu, tusitafue kwa hali yoyote ile. Kama umeshaamua kwamba unavaa vazi la kutafuta elimu ya sheria, utunze elimu ya sheria, ndio itakuwa na manufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukijishughulisha na mambo mbaya hayafai, alikuwa unatafuta elimu, hakuna baraka za elimu, hakuna baraka za elimu. Na mtu huyo basi huyo huwa atakuwa anatafuta ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye akiwa katika majlis anaombewa msamaha mpaka ana samaki aliyekuwa katika maji, lakini mtu huyo akawa anafanya mambo ambayo ni machafu ya kumwasi Allah, kuchupa mipaka, kujishughulisha na mambo ambayo ni haramu. Alikuwa bado ni kijana ambaye ni mdogo, na alikuwa kijana huyo amevaa vazi la kutafuta elimu ya sheria, akawa anatafuta elimu ya sheria kwa namna yote ile, namna yote ile ambayo ni mbaya, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hairidhii, akawa anatafuta elimu. Mambo ambayo zama zetu hizi yako, kila mtu ambaye ameshaingia katika kutafuta elimu basi atunze walau heshima ya kutafuta elimu kwa ajili ya Mola wake, amjue Allah, ndio elimu ambayo itakuwa na manufaa katika kaburi lako. Lakini ukichafua elimu ya Allah, wallahi na Allah atakuchafua. Umechafua kitu ambacho ni kitu kizuri, kitu chenye baraka mbele ya Allah. Chafua elimu kwa namna yote ile, jua kwamba siku ya kiyama na wewe utakuwa ni mwenye kuulizwa kunako ile elimu ambayo ulichukua alafu ukaichezea, ukaiharibu elimu. Maana kwa unajua ubora wa elimu, thamani ya elimu, ukawa umeiacha hiyo elimu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir jami'a mawtى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.